السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، hii ni majlisi ya 7. Katika majlisi ya 6 tumeeleza kwamba watu katika kipindi ambacho haijadhihiri da'wa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, walikuwa kwa asilimia kubwa katika jamii zao wakifanya mambo ya kishirikina hadharani. Na kwa kuongezea hapo, ukirejea kwenye kitabu Tarikh ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala juzu ya kwanza ukurasa wa 174, anatuelezea ushirikina uliokuwa ukifanyika katika mji wa Al-Fida. Anasema wa shajaratu tarfiyya, na pia katika mji huo kulikuwa kunapatikana mti wa at-tarfiyya, tashabbatha biha ash-shaytan wa'talaq fakana yantabuha litabarruki tawaifu wa firaq. Mti huo wakawa watu wanauendea kwa ajili ya kutaka baraka kwenye mti huo, tena makundi kwa makundi ya watu wakiuendea mti huo katika mji wa Al-Fida. ويعلقون فيها إذا ولدت المرأة ذكرا الخرق, na wanakwenda kutundika na kuning'iniza kwenye mti huo pindi anapozaa mwanamke mtoto wa kiume, wanakwenda kutundika na kufunga vitambaa pale kwenye mti huo, la'allahum 'anil mauti yaslamun, ili yule mtoto asalimike asije akafa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanallah. Na pia akasema wa fi asfali dir'iyati gharun kabir, na chini au maeneo ya mji wa Dir'iyya kulikuwa na pango kubwa. Yaz'umuna anna Allah ta'ala khalaqahu fil jabal limra'atin tusamma bintul amir, wakawa watu Waislamu wanadai kwamba Allah aliyetukuka aliliumba pango hilo kwenye jabali kwa ajili ya mwanamke aliyekuwa akiitwa bintul amir, mtoto wa amir. Arada baadhi alfasaka, kwamba walitaka baadhi ya watu wa ovu kipindi hicho an yadhlimaha, kutaka kumdhulumu. Fasahat, akapiga kelele yule binti wa amiri, wada'ati llaha, na akamuomba Allah. Fanfalaka laha alghar, basi lile pango likawa limefunguka biidhni al-ali al-kabir, kwa idhini ya Allah. Yule binti akaingia kwenye pango hilo, kuonesha kwamba alikuwa ni walii, alikuwa ni mja mwema kabisa huyo. Wa kana ta'ala laha an dhalika su'i mujir, na akawa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na uovu ule amemkinga yule binti, kwa akaingia humo kwenye pango, akapotelea humo kwa muujiza, kwa madai yao. Wakawa wanafanyaje sasa watu baada ya hapo? Fakanu yursiluna ila dhalika alghari allahma walkhubza wa yuhdun, wakawa wanapeleka kwenda kutia nadhiri, wanapeleka kwenye pango hilo nyama, mikate, wanakwenda kutoa fidia na zawadi pale. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mambo yani kama mambo ya kutambika hivi, wala haula wala quwwata illa billah. Katika ukurasa wa 179 Ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala asema, wa inda qabri Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fi Taif min al-umuri allati tashma'izzu minha nafsul jahil fakaifa bil arif. Na kwenye kaburi la Abdullah ibn Abbas, sahaba mtukufu Allah amridhie, katika mji wa Taif palikuwa panafanyika mambo ambayo
tashmaizu minha nafsul jahil, nafsi ya mtu mjinga inajisikia vibaya kutokana na hayo. Vipi mtu mwenye kujua? fayaqifu inda qabrihi mutadarrian mustaghithan kullu makrubin wa khaifun, akawa anakwenda kusimama kwenye kaburi hilo hali ya kuwa ni mwenye kunyenyekea kabisa na mwenye kuomba msaada, na muomba msaada Ibn Abbas kwenye kaburi lake, kila mwenye shida na kila mwenye hofu. wa yunadi akthar albaa fi alaswaq min ghairi nakir wala zajara ala alitlaq, na wakawa yani hayo mambo yakawa yanazungumzwa mpaka kwenye masoko na nini, na hakuna anayekemea. wala haula wala quwwata illa billah. Walikuwa wanasemaje wakisimama kwenye kaburi la Ibn Abbas? Wanasema alyawma ala Allahi wa alayka ya Ibn Abbas, leo namtegemea Allah, hakuna wa kunisaidia, namtegemea Allah na ninakutegemea wewe Ibn Abbas. wayasalunahu alhajat, na wanamuomba haja zao, tunakuomba utusaidie kadha. wala haula wala quwwata illa billah. Haya ndiyo mambo yalikuwa yakifanyika, mambo ya ushirikina, kama tulivyotangulia kuona kwa mujibu wa akwali za ahli ilmi wa zamani kabla hajazaliwa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sasa baada ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kuwakuta watu wakiwa katika hali hiyo katika miji ya Najdi, alifanya nini? Sasa hii ndiyo nukta ambayo tunaanza nayo leo katika majlisi yetu ya 7. Je, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ni kweli alianza kuwakufurisha Waislamu kama alivyodai huyu kijana na kusingizia? Kwa hivyo Muhammad ibn Abdul Wahhab alianza na fikra za kuwakufurisha Waislamu, alikuja na fikra za Uislamu mfinyu kweli kweli. Jawabu, si kweli jambo hilo. Bila shaka hayo huyu kijana ima ameyatunga mwenyewe au ameyatoa kwa watu wagomvi na maadui wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na ndio maana tukamwambia atupe ushahidi. Vitabu Sheikh ameandika vitabu vingi, walillahi alhamdu wal minna. Kama alikuwa na maslaki ya kikhawariji au kama alikuwa ni kharijiyun, basi makhawariji huwa hawaogopi kudhihirisha itikadi yao. Makhawariji hawaogopi, hawana gatakia kama mashia na maibadhi. Makhawariji wao wanaropokwa, wanasema, wataandika, tumeelewana, kama walivyoandika mfano makhawariji katika zama za leo, magaidi. Mtu mmoja anaitwa Abu Muhammad al-Maqdisi, msemaji wa Daesh, ameandika kitabu hasa al-Kawashif al-Jaliya fi kufri ad-dawlati as-Saudiyya, akaikufurisha wazi wazi dola ya Kiislamu ya Saudia. Kwa hiyo kama alikuwa na maslaki ya kuwakufurisha Waislamu, hawezi kuficha itikadi yake, lazima awe alisema na aliandika. Sasa tuonesheni ni mahala gani ameyaandika hayo kwenye vitabu vyake, kwamba alianza kuwakufurisha Waislamu baada ya kuwakuta jamii hiyo ipo katika mambo ya ushirikina. Ni mahala gani Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alianza moja kwa moja kusema kwamba hawa wote Waislamu ni washirikina, ni makafiri? Tuonesheni mambo hayo. Sasa tutaangalia ni kitu gani alianza nacho Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kwa hakika ni kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kama inavyoeleza historia, jambo la kwanza kabisa baada ya kuikuta jamii yake ipo katika hali hiyo, alianza kufanya da'wa, alianza kulingania. Yani baada ya kutoka masomoni, baada ya kupata ilmu, kama alivyotufundisha yeye mwenyewe kwenye kitabu chake al-Usulu Thalatha, kuna mambo manne ambayo ni wajibu kwa Muislamu kuyajua. Jambo la kwanza, Sheikh anasema al-ilm ni elimu, kumtambua Allah, elimu ya kumtambua Allah, kumtambua mtume na kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. Sawa? Jambo la pili ambalo ni wajibu kulijua na kulifanyia kazi,
al-amalu bihi, kuifanyia kazi. Sawa. Kwa baada ya kutambua na kufanyia kazi, anasema jambo la tatu, ad-da'watu ilayhi, kulingania. Jambo la kwanza alioanza nalo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, alianza na ad-da'wa kama unavyoelekeza Uislamu, kama alivyoanza bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Alianza kuwalingania watu na kuwaelekeza kwamba haya yanayofanyika katika miji yetu hii, haya ni mambo ambayo kwamba hayafai, huu ni upotevu, huu ni ushirikina, jamani msifanye. Kwa hiyo alianza kuwalingania watu, na wala hakuanza kusema kwamba nyinyi wote ni washirikina, nyinyi wote ni makafiri. Hakuna kitu hicho. Huu ni uzushi ambao wanautunga maadui zake, masufi na mashia na wengineo, na wala hawawezi kuuthibitisha. Naam. Ukirejea kwenye kitabu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, aqidatuhu salafiyya wa da'watuhu al-islahiyya, cha al-Imam al-Abutami rahimahullahu ta'ala, katika ukurasa wa 21 anatuelezea namna aliyofanya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Katika ukurasa 21 anasema da'watuhu liqaumi, kuwalingania kwake watu wake. Ibtada ash-shaykh rahimahullahu ta'ala da'watahu liqaumihi fi baldati Huraymala. Alianza ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah amrehemu, da'wa yake na ulinganizi wake, kuwalingania watu wake. Alipoanzia kabisa mwanzo, alianza kuwalingania watu katika mji wa Huraymala. Wabayana lahum alla yud'a illa Allah, na akawabainishia kwamba haifai kuombwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yudhbahu wala yundharu illa lahu, na wala hapafai kuchinjwa wala kuteliwa nadhiri isipokuwa kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Akawabainishia kwamba haifai kuwaomba watu waliokufa, haifai kuchinja na kutia nadhiri kwa ajili ya wafu ili wawasaidie mambo yenu, yatakiwa kutia nadhiri kwa ajili ya Allah. Wa anna aqidatahum fi tilka alquburi wal ahjari wal ashjari, na akawabainishia kwamba itikadi yao, kule kuitakidi kwao na kuamini katika yale makaburi na yale mawe, mapango na miti, min al-istighathati biha, katika kuomba msaada kwenye makaburi hayo na miti hiyo na mawe hayo na mapango hayo. Wa sarafi an-nudhuri ilayha, na kupeleka nadhiri kwenye makaburi hayo. Au i'tiqadu an-naf'i wad-darri minha, au kuitakidi manufaa kwamba hayo makaburi au hiyo miti inaweza kuleta manufaa na madhara. Dalalun wazur, akawabainishia kwamba huo ni upotevu na ni masingizio, ni kumsingizia Allah tabarak wa taala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hawajafundisha hivyo, bali wameyakemea haya. Wa bi annahum fi halati la turda, na akawabainishia kwamba wao wapo katika hali ambayo hairidhiwi. Fala budda min nabdhi dhalika, hakuna budi, lazima kuachana na hayo ambayo kwamba wanayafanya. Wa azza kalamahu bi ayin min kitabillahi almajid, na akayatia nguvu maneno yake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kwa aya za Qur'ani kutoka ndani ya kitabu kitakatifu, na wa aqwali rasuli wa af'alihi, na pia wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na matendo yake, wa sirati ashabihi, na mwenendo wa masahaba zake alkiram radhiyallahu ta'ala anhum. Akaendelea Sheikh al-Abutami rahimahullahu ta'ala akasema, watabi'ahu unasun min ahli tilka albalda. Kwa baada ya Sheikh kuanza kuwalingania watu katika mji wa Huraymala, yani alianza kuwasomesha watu dini kama Sheikh, kama mwalimu. Tumeelewana? Ndio jambo la kwanza ambalo alianza nalo Sheikh rahimahullahu ta'ala. Na baada ya kuanza kuwasomesha watu
maelekezo ya bwana mtume, mafunzo ya sawasawa. Anasema wakamfuata watu miongoni mwa watu wa mji ule, akapata wanafunzi Sheikh rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo ni urongo kudai kwamba eti shekhe eti alianza kuwakufurisha Waislamu kama anavyosema huyo mjinga asiyekuwa na maarifa. Alianza na kuwalengania watu, na haya tumeshabainisha kwamba maulama almutakaddimin watokea zamani kabla hajazaliwa Ibn Taymiyyah, haya matendo wanayoyafanya wamesema wazi ni ushirikina. Kwa hiyo alianza kuwalingania watu na kuwaelekeza na kuwaonesha kwamba haya mambo ni ushirikina, haifai kuyafanya, lakini hakusema kwamba nyinyi wote ni washirikina, nyinyi wote ni makafiri, kwa sababu kuna tofauti baina ya kusema kwamba hili jambo ni ushirikina na huyu ni mshirikina. Kuna tofauti baina ya mambo haya mawili bila shaka yoyote. Kwa hiyo alivyolingania akapata wanafunzi Sheikh rahimahullahu ta'ala. Na al-Imamu Ibn Ghannam katika tarikhi yake katika juzuu ya kwanza ukurasa 214 akasema rahimahullah, wa kana haula'i ar-rijalu mulazimina lish-shaykh fi jami'i al-ahwali, na walikuwa hao watu hao wanafunzi waliomfuata Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ni wenye kulazimiana na Sheikh katika hali zote. Wa kana fi ta'limihim wa irshadihim la yazal, na alikuwa katika kuwasomesha na kuwaelekeza na kuwaongoza si mwenye kuliacha hilo, yani kwa maana aliendelea kuwa katika hali ya kuwaelekeza na kuwasomesha. Faqara'u alayhi kutuba alhadithi walfiqhi wattafsir, wakasoma kwake yeye vitabu vya hadithi na fiqhi na tafsiri ya Qur'an. Wa haqqaqa lahum dhalika atamma at-tahqiq wat-tahrir, na akawahakikishia hilo ukweli wa kuthibitisha. Unaona, kwa maana kwamba akawa ni mwenye kudumu katika kuwasomesha na kuwaelekeza yale ambayo yanatakiwa wao wayafahamu. Kwa hiyo akapata wanafunzi katika mji wa Huraimala rahimahullahu ta'ala. Baada ya kupata wanafunzi wakamuelewa katika da'wa. Na kwa nini wasimuelewe? Kwa nini wasimuelewe Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hali ya kuwa anachokilingania na kuwaelekeza watu ni haki na ni sawasawa, kwamba haifai kuomba watu waliokufa, haifai kutia nadhiri kwa ajili ya marehemu, haifai kuwachinjia wafu ili wawasaidie mambo yenu? Kwa nini wasimuelewe hali ya kuwa haya ndiyo mafunzo ya sawasawa? Tayib. Kwa hiyo wakapata wanafunzi wakamuelewa vizuri, wakalazimiana naye. Sheikh Ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala anasema, kaendelea kusema, anasema wa kana annasu inda dhalika hizbaini wanqasamu fihi fariqaini. Baada ya muda basi watu waliokuwa katika mji wa Huraimala wakagawanyika katika makundi mawili kuhusu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Fariqun ahabbahu wa ma daa ilayhi wa ma daa ilayhi, kikundi cha kwanza ni wale waliompenda. Kwa hiyo kikundi cha kwanza wakampenda, ambao ni wanafunzi wake na kile ambacho alichokuwa akikilingania cha haki kabisa. Fabayaahu anasema faahadahu ala dhalika wa bayaahu, wakamwahidi kuwa pamoja naye katika hilo na wakamuunga mkono katika hilo. Wahadhu hadhwahu watabaa, na wakapita katika mapito yake na mwelekeo wake. Ni watu ambao kwamba walikuwa ni wanafunzi wake ambao waliomkubali. Wa fariqun ankaru dhalika alayhi wa humul akthar, na kundi jingine sasa wakayapinga yale ambayo kwamba alikuwa anawasomesha watu na kuwaelekeza, na yale ambayo alikuwa akiyakataza yakifanyika katika jamii yao. Wa humul akthar, na wao walikuwa ndio wengi zaidi, kama inavyojulikana kwamba haki huwa haifuatwi na wengi,
katika jamii, sunna na maelekezo hasa ya sawasawa ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam huwa hayafuatwi na wengi, yanafuatwa na wachache. Kwa hiyo wengi wakapinga na wakampinga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo walipopatikana watu wakampinga katika hayo, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ikabidi akatoka katika mji wa Huraimala, ikabidi atoke katika mji huo kuelekea katika mji wa Uyaina. Na sababu ya kuondoka kwake katika mji wa Huraimala kuelekea katika mji wa Uyaina ameitaja al-Imam Ahmad ibn Hajar al-Abutami rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aqidatuhu salafiyya katika kurasa wa 22, ni kwamba Sheikh rahimahullahu ta'ala aliamua kuondoka Huraimala kwenda Uyaina kwa sababu kile kikundi cha watu waliokuwa wakimchukia walitaka kumuua Sheikh rahimahullahu ta'ala kwa sababu tu ya kule kulingania na kusimamia haki. Anasema walamma ahassa ulaika al-arqa bima sammama alayhi ash-shaykh azamu an yaftiku bihi khufiyatan fatasawwaru alayhi min wara'i al-jidar fasha'ara bihim ba'dhu an-nasi fasahu bihim wa harabu. Pindi walipohisi jambo hilo wale watu wale ambao walikuwa wakimchukia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kutokana na lile ambalo walikuwa wamelingangania shekhe, walikusudia na wakaazimia an yaftiku bihi khufiyatan, waende wamfanyie madhara, kama ni kumuua wamuue kwa siri kabisa. Walifanya nini? Wakaenda usiku, fatasawwaru alaihi min wara'i aljudran, wakaenda wakaruka ukuta kuingia ndani kwake Sheikh rahimahullahu ta'ala. Lakini baadhi ya watu wakasikia, katika wale wapenzi wake wakasikia na wakaliona hilo, wakapiga kelele kuwaita watu. Wale jamaa walipoona hivyo ikabidi wakawa wamekimbia. Kwa hiyo walitaka kumuua Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo anasema Sheikh al-Abutami indaha ghadara Sheikh Huraimala, basi kwa sababu hiyo ikabidi Sheikh rahimahullahu ta'ala aondoke katika mji wa Huraimala ila al-Uyaina, akaelekea katika mji wa Uyaina. Kwa utaona kwamba hapo Sheikh rahimahullahu ta'ala hajamkufurisha mtu wala hajasema nyinyi ni makafiri, bali alifanya kitendo cha kuwalingania watu na kuwaelekeza kwamba haya mambo ya kwenda kuwaomba wafu, haya mambo ya kwenda kuomba miti na kuikumbatia kwamba itasaidia ni mambo ambayo hayafai, ni ushirikina, akawaelekeza. Tumeelewana? Lakini jamaa wakataka kumuua Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kwa anasema Sheikh akaelekea katika mji wa Uyaina, masqat ra'sihi wa mawtini abaihi, mahali alipozaliwa na mahali walipo wazazi wake. Wa hakimuha idhaka Uthman ibn Hamad ibn Muammar, na hakim aliyekuwa kiongozi mtawala wa mji wa Uyaina kipindi hicho ni Uthman ibn Hamad ibn Muammar, ndio alikuwa mtawala. Kama inavyojulikana katika historia kwamba Najdi ulikuwa ni mji au ilikuwa ni sehemu, ni nchi ambayo kwamba ina kila mji una kiongozi wake, hawakuwa na mtawala mmoja anayewakusanya. Kila mji ulikuwa na kiongozi mtawala wake, na utaona kwamba hapo Sheikh rahimahullahu ta'ala katika mji wa Huraimala, yeye alikuwa kama mwalimu, alikuwa kama sheikh, anafundisha tu wanafunzi, anawaelekeza khalas.
Tayib, kwa hiyo alivyoelekea huko anasema fatalaqahu bikulli ijlalin wa ikramin, yule mtawala hakim wa Uyaina akampokea kwa heshima na kumkirimu. Wabayana ash-shaykh lahu da'watahu al-islahiyya, na shekhi akawa amembainishia, yani akamlingania Uthman bin Muammar, akamlingania na kumwelekeza ile da'wa yake ya kiutengenezaji ambayo anayolingania, al-mubaraka, yenye kubarikiwa, al-qaima ala da'aim al-kitabi was-sunnah al-mutahhara, da'wa ambayo kwamba imesimama juu ya nguzo za kitabu na sunna zilizotaharika. Wa sharaha lahu maana tauhid, Sheikh akamfahamisha akamfafanulia maana ya tauhidi. Wa anna a'mala an-nas al-yawma wa aqaidahum unafiyatun lit-tauhidi, na pia akambainishia na kumwekea wazi kwamba matendo ya watu ambayo yanafanyika hivi leo hivi sasa na itikadi zao yanakwenda kinyume na tauhidi. Kwa hiyo akamlingania vizuri na akamwelekeza, akamwambia wewe kama mtawala, kama kiongozi, ukiwa utasimamia la ilaha illa Allah, utasimamia vizuri, ukaondosha huu ushirikina unaofanyika, wewe kama mtawala, Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru. Tumeelewana? Anasema ash-shaykh rahimahullahu ta'ala, faqabila Uthman, basi Uthman ibn Muammar rahimahullahu ta'ala akawa ameikubali da'wa ya ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hapa ndipo mtakapoona kwamba kuna tofauti baina ya da'wa ya ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab na huu unaoitwa ugaidi, ni vitu viwili tofauti kabisa. Sheikh rahimahullahu ta'ala hakusema kwamba aende vichochoroni aanze kuwaita watu na kuwalingania watu, kuwaita watu njoni mnipe kiapo cha utifu, mimi niwe mtawala wenu, niwe kiongozi wenu, tuanze kuwapiga watu. La, Sheikh rahimahullahu ta'ala alichokifanya, alikuwa anakwenda kuwalingania watawala na viongozi, ili wakikubali da'wa wao ndio wasimamie jambo la kuondosha nini, kuondosha ule ushirikina unaofanyika, kwa sababu wao ni watawala na wao ni viongozi. Lakini makhawariji, magaidi, wao hawafanyi hivyo. Utaona kina jinsi walivyoanza mambo, kina Hassan al-Banna, akina Sayyid Kutubi, hawa kina Usama bin Laden, hawa kina Ayman al-Zawahiri, sawa, hao maboko haramu, al-Shabab. Da'wa zao ni kwamba wao kwanza wanasarih kuwafurisha watawala wa Kiislamu, na wanaanzisha vigenge na vikundi ndani ya nchi ambayo kwamba ina mtawala wa Kiislamu, na mwisho wa siku kutangaza vita dhidi ya mtawala huyo. Kwa utaona ni tofauti baina ya da'wa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah na hizo da'wa za kikhawarij. Almuhim, kwa hiyo Sheikh rahimahullahu ta'ala akaanza kufanya da'wa. Alipomlingania mtawala Uthman ibn Muammar katika mji wa Uyaina, tayari sasa mtawala ameikubali da'wa, ikabidi Sheikh awe yuko chini yake yeye sasa kama shekhe na kama mwalimu mwenye kutoa mafunzo na maelekezo ya Bwana Mtume, kwamba hili jambo mafunzo yake yako hivi, jambo hili maelekezo yake ni haya, kisha mtawala anafanyia kazi. Hii ndio da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Sasa anasema Ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala katika ukurasa wa 115, walakin lam yasbir ala al-iqamati bidhalika al-makan ma'a mushahadatihi fihi al-awthan. Lakini Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah hakuvumilia juu ya kuishi katika sehemu hiyo pamoja na kushuhudia kwake mambo ya itikadi za mizimu, na itikadi za mizimu bila shaka yoyote. Fa inda dhalika, basi hapo amara Sheikh Muhammadan al-Amira Uthmana, Sheikh akamuamrisha al-Amir mtawala Uthman bihadmi al-qubabi wal masajid al-mabniyati fi al-Jubayla ala quburi sahaba, akamuamrisha kubomoa makuba, majengo makubwa kama mitungi yaliyojengwa juu yaliyojengwa
kadhalika na misikiti ambayo kwamba ilikuwa imejengwa katika mji wa Jubaila juu ya makaburi ya masahaba. Kulikuwa kuna katika mji wa Jubaila palikuwa na makaburi ya baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo masufi wakafikia pahala kwa sababu ya ujinga uliokuwepo, wamefikia mahala wakajenga juu ya makaburi hayo makubwa, wakajenga misikiti juu ya makaburi kama inavyojulikana mpaka leo. Masufi wanatetea, baadhi ya masufi wanasema kwamba yafaa kujenga juu ya makaburi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tumeelewana? Hali ya kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alimtuma Ali bin Abi Talib, sawa, kwamba asiache kaburi lolote ambalo kwamba limejenyuka juu isipokuwa alisawazishe. Tumeelewana? Kwa hayo ndio mafunzo ya bwana Mtume. Makaburi yaliyojengewa juu yake kama matuta makubwa yanatakiwa vile vilivyojengewa juu yake vibomolewe na viondoshwe, kaburi libaki likiwa limesawazishwa. Ni amri, ni maelekezo ya bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa shekhe akamuelekeza mtawala kwamba haya makaburi ambayo kwamba juu yake kuna majengo, haya majengo yatakiwa yabomolewe na hayo makubwa yaondolewe. Wa qat'il ashjari allati kanat alkhalqu laha fi kulli sa'atin muntaba. Na pia Sheikh akamwamrisha mtawala Uthman ibn Muammar kukata ile miti ambayo kwamba viumbe watu waislamu walikuwa wanaielekea miti hiyo kila wakati kwenda kuiomba. Fabadara Uthman lidhalika wamtathal, basi akafanya haraka mtawala Uthman kwa ajili ya hilo na akatekeleza. Umeelewana? Na yeye ni mtawala, ni kiongozi, ni hakim katika mji huo na watu wote wako chini yake. Wa kharaja ash-shaykh ma'ahu wa jama'atuhum ala ajalin, basi akatoka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab pamoja naye mtawala huyo na kundi lao kwa haraka. Wa kharaju bil ma'awili wal kullu lil ajri amil, wakatoka wakiwa na vifaa vya kubomolea kama ni nyundo, sawa, na wote wakiwa wanatarajia kupata ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo. Fahadamu tilka almasajida, wakaibomoa ile misikiti iliyojengwa juu ya makaburi. Wa azalu rafi'a almashahidi, na wakaondosha vile majengo yalikuwa yamejengwa juu ya makaburi na makuba. Wa azalu jami'a almahdhur, na wakaondosha yale yote ambayo kwamba yameharamishwa na kukataliwa juu ya makaburi. An jami'a tilka alquburi, kuviondosha kwenye yale makaburi yote. Na jambo la kubomolewa misikiti iliyojengwa juu ya makaburi, sawa, ni jambo ambalo kwamba maulama wamelizungumza ili tokea zamani. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Umm amelielezea jambo hilo kwamba misikiti ibomolewe, na ilikuwa misikiti kibomolewa zamani iliyojengwa juu ya misikiti. Bali al-Imam Ibn Hajar al-Haytami Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Az-Zawajir naye pia aeleza misikiti iliyojengwa juu ya makaburi ibomolewe na iondoshwe, sawa, kwa sababu itakuwa imeasisiwa juu ya kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallama, kama vile Masjidud Dirar. Kwa hiyo Sheikh rahimahullah hakuwa na jipya, ni mafunzo ya bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Anasema Ibn Ghannam, wa uddilat ala sanani almashru'i, na yale makaburi yakarejeshwa katika muongozo na katika mafundisho ya Mtume ambayo kama ndio sheria. Wa ndarasa al-amru al-mamnu'u, na likaondoka lile jambo lenye kukatazwa. Wa hudima rafi'u dhalika al-bina, na yakabomolewa yale majengo yaliyokuwa yamenyanyuliwa juu ya makaburi. Wa batala dhalika ta'dhimu laha, na kule kutukuzwa kwa yale makaburi kwa kumeondoka katika mji wa Uyaina. Mashaallah, tabarakallah. Sasa anasema falam yakun ahadun ila tabarruki bihima yanib walam tas'alha man lam tatazawwaj mithla al'adat zawjan habib. Kwa hiyo ile hali katika mji huo ikawa imeondoka. Wale wanawake walikuwa wanakwenda kuomba miti wakawa hawaendi tena,
Wale watu walikuwa wanakwenda kuomba mapango, wanakwenda kutia nadhiri, kupeleka vyakula kwenye mapango, kwenye makaburi, kama kutambika, wakawa hawafanyi tena mambo hayo. Anasema rahimahullahu ta'ala, anasema falam yabqa wathanun fil buldan allati kanat tahta yadi Uthman washa'a dhalika wastabana. Baada ya hapo likatawanyika jambo hilo, habari zikaanza kuenea, wa ni'ma bidhalika bi ahli al-iman, lakini likawa ni jambo zuri hilo kwa watu wa iman. Wa salahu hala min dhalika al-makan wa intashara al-haqq min dhalika al-awan washtahara al-amru wa bana wa sarat bidhalika ar-rukban. Sasa habari zikatawanyika, zikafika sehemu mbalimbali katika miji ya Najdi, kwamba jamani, katika mji wa Uyaina bwana kuna jambo la ajabu. Yani wakaona kwamba ni jambo la ajabu. Subhanallah. Anasema fa ankarat dhalika qulubu alladhina haqqat alayhim kalimatu al'adhab wa qalu mithla ma qala al-awwalun dhaw al-kufri wal-i'jab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Zikalipinga jambo hilo nyoyo za wale ambao imethibiti juu yao neno la adhabu, na wakasema mfano wale walichokisema wale wa mwanzo kabisa, wale wenye ukafiri na al-i'jab. Yani wakasema kama walivyosema Makuraish katika zama zile za bwana mtume, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Faakhadhu fi raddihi wal inkari alayhi, wakaanza kumpinga al-Sheikh rahimahullahu ta'ala, wa atau bi a'zami al-asbabi, wakaleta sababu kubwa, wazajju al-khalqa fi lujjati ad-dalal wal irtiyab, wadajju ala kalimati al-haqq bit-takdhib wal ikdhab, wa ajju mutbiqina ala al-Sheikh bi annahu sahirun wa muftarin au kadhab. Almuhimu, wakaleta upinzani mkubwa masufi ambao kwamba hawakukubali ile haki iliyokuja nayo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wakakubaliana wote juu ya Sheikh rahimahullahu ta'ala na kuanza kumtukana kwamba Sheikh ni mchawi, ni mzushi na ni muongo. Wa hakamu bikufrihi, na wakatoa hukumu juu ya ukafiri wake, wa istihlali damihi wa malihi, na wakahalalisha damu yake na mali yake, wa jamii man lahu min al-ashabi, na wale wote waliokuwa pamoja naye. Kwa hiyo kumbe masufi ndio walioanza kumkufurisha al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah na wanafunzi wake, baada ya kubainisha haki na ukweli kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na wema waliotangulia. Wao ndio walioanza tabia chafu na tabia mbaya ya kukufurisha Waislamu na kuhalalisha mali zao na damu zao, na malengo yao walitaka wamuue Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa asharru an-nasi wal ulama'i inkaran alayhi wa a'zamuhum tashni'an wa sa'yan bish-sharri ilayhi Sulaiman ibn Suhaym wa abuhu Muhammad. Na watu waliokuwa na shari zaidi na maulama wa kisufi ambao walikuwa ni wabaya zaidi katika kumkemea na kumpinga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na kuanza kumtawanyia uovu na kumsemea uongo na kuanza kumsingizia na kumpaka matope kwa watu wa mbali, alikuwa ni Sulaiman ibn Suhaym ni sufi na baba yake ambaye ni Muhammad, yani baba yake Sulaiman ibn Suhaym. Faqad atahama fi dhalika wa anjada wajadda fi at-tahrishi alayhi wa at-tahrid wa hayya'u lahu asbab al-jarid. Kwa hiyo Sulaiman ibn Suhaym na baba yake ndio walioanza kutawanya, kufanya tahrish, tashwish, na kuanza kuwahamasisha watu katika miji mbalimbali na kusingizia kusema uongo kwamba huyu bwana ameleta mambo mapya. Wa arsala bidhalika ila al-Hasa wal Haramain wal Basra, na wakatuma ujumbe katika miji mbalimbali, Ahsa, Haramain, Maka na Madina, Iraq, Basra, sawa,
watu mahabari na kuanza kutawanya kwamba huku bwana kuna bwana amekuja hapa, Muhammad ibn Abdul Wahhab huyu ni khariji, ni kafiri, ameleta dini mpya. Wala haula wala quwwata illa billah. Kwa hiyo wao ndio walianza kumkufurisha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na katika madai ya uongo waliyotawanya anasema wa aftau lilhukami wassalatini walashrari bianna alqaima bida'wati at-tauhidi hatta ashraka laha anwar kharijiyun, na wakatoa fatwa, kuwatolea fatwa watawala wa miji mbalimbali na wafalme na watu wa ovu kwamba huyu aliyesimama na hii da'wa ya tauhidi mpaka ikatomoza nuru yake ni kharijiyun. Wao ndio walianza kumtukana kuwa ni khariji. Sasa ukhawariji yuko wapi? Subhanallah. Anasema bal jazama aktharu ulamai al-amsari, bali walikata kauli wengi katika maulama wa kisufi wa miji mbalimbali, fi tilka al-azmani, katika nyakati hizo, wal a'sari, bi anna hadha al-mubayyin li athari as-salaf al-akhyar, kwamba huyu Muhammad Abdul Wahhab ambaye anabainisha athar za wema waliopita, almuttabi'a lihadi nabiyihi almukhtar, mwenye kufuata muongozo wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, min aqbahi ad-dullali walfusaq walkufar. Wao wakadai kwamba huyu ni katika watu waovu sana kuliko watu waovu wote, na ni kafiri kuliko makafiri wote. Kwa hiyo wao ndio walianza kumkufurisha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bado yungali katika mji wa Uyaina, bado yungali katika mji wa Uyaina rahimahullahu ta'ala, hajaelekea bado katika mji wa Dir'ia kukutana na Sheikh, kukutana na mtawala Muhammad ibn Saud rahimahullahu ta'ala. Huku nyuma kabisa, mwanzo walianza wao kumkufurisha na kuhalalisha damu yake na mali yake kwamba auawe ili waizime ile nuru ya sunna na maelekezo sahihi aliyokuwa akiyafundisha. Inaonekana huyu kijana haya mambo hayajui, inaonekana haya mambo hayajui. Kwa hiyo wao ndio walimkufurisha Sheikh Muhammad, wao ndio walioanza, sio kwamba Sheikh ndio alianza kuwakufurisha Waislamu. Wao masufi ndio walioanza kumkufurisha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na wakahalalisha damu yake na mali yake, anatakiwa auawe. Tumeelewana? Sema hawakufanikiwa katika hilo, na wallahi lau kama wangefanikiwa masufi kumtia mikononi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kama si Allah kumlinda, wangefanikiwa kumtia mkononi, wangemchana chana vipande vipande. Na haya ameyasema Sheikh Ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala, ameyasema hayo. Ameyasema hayo rahimahullahu ta'ala katika kuna sawa ngapi? Almuhim, nimepotea pale mahali nilipokuwa nimetia alama. Taib, tukiendelea, Sheikh Ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala katika ukurasa wa 220 juzu ya kwanza hii anasema muhimmat, mambo muhimu ya kuyazingatia. Jambo la kwanza, annahu rahimahullahu ta'ala lamma tadhahara bidhalika al-amri wash-sha'ni fi tilka al-awqati wal-azmani wan-nasu qad ushribat minhum al-qulubu bimahabbati al-ma'asi wadh-dhunubi wa tawalla'u bima kanu alayhi min al-'isyani وقبائح الأهواء الغالبة على كل إنسان لم يسرع لها لسان ولم يصمم منه لب وجنان على تكفير أولئك العربان. Jambo la kwanza kabisa, Sheikh rahimahullahu ta'ala baada ya kuanza kulingania katika mji wa Uyaina chini ya mtawala Uthman ibn Muammar,
na hali ya kuwa watu walikuwa sasa katika hali hiyo, watu wakaleta mambo hayo, wakaanza kumtukana shekhe baada ya kudhihirika jambo hilo lililofanyika. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala hakunyanyua ulimi wake wala hakufikiria kwenye akili yake kuwakufurisha wale watu wale masufi. Sheikh hakusema kwamba nyinyi ni makafiri kwa sababu mmenifanyia uadui. Kwa kipindi hiko Sheikh hakuinua ulimi wake juu ya hilo, bal tawaqafa tawarruan ala al-iqdam fi dhalika al-maidan, bali Sheikh alisimama, alitawakaf kwa kujichunga kuingia katika uwanja huo. Hatta nahada alayhi jami'u al-udwan, mpaka ukamuinukia juu yake uadui wa watu wote, ni wale watu wakaanza kumfanyia uadui. Wabahu wasahu bitakfirihi wa jamaatihi fi jami'i al-buldani, na wakaanza kupiga makelele watu wote katika miji walikuwa wanampinga kwa kumkufurisha yeye na watu wake. Walam yuthbitu fima ja'u bihi min al-ifki wal-buhtani walam yaktarithu bima hakamu alayhi min az-zur. Walam yuthbitu fima ja'u bihi min al-ifki wal-buhtani, na wala hawakuthibitisha, hawakuwa na uthibitisho katika hayo waliokuwa wanasingizia, bali ni uongo tu kwa sababu ya chuki walizokuwa nazo na husda dhidi yake. Walam yaktarithu bima hakamu alayhi min az-zur wa maftarawhu min al-fujur bal kana lahum ala shani'i dhalika al-maqal, bali Sheikh rahimahullah katika wakati huo katika mji wa Uyaina, pamoja na maneno machafu waliyoyatoa dhidi yake, wakamkufurisha, wakamtukana, wakasema ni mwenda wazimu, bali yeye alikuwa rahimahullahu ta'ala pamoja na hayo iqdamun wa isra'un wa iqbal, alikuwa ni mwenye kwenda mbele, kusonga mbele, kulingania. Walam ya'mur rahimahullahu ta'ala bisafki damin wala qital, na wala Sheikh katika wakati huo Uyaina ameshakufurishwa na amehalalishwa damu yake na mali yake ya uwawe, lakini Sheikh hakutoa amri kwamba imwagwe damu papiganwe vita. Ala akthari ahli al-ahwa'i wad-dalal, hakutoa amri wala hakutoa fatwa kwamba jamani tukawapige vita katika wakati huo. Kama ni mapigano yalikuja baadaye, tutakuja kuona insha Allah taala mapigano mpaka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na wanafunzi wake wanaingia kwenye vita. Ni kitu gani kilichopelekea mpaka kuingia vitani? Tutakuja kuona insha Allah. Anasema hakuingia kwenye uwanja huo hatta badauhu bilhukmi alayhi wa ashabihi bilqatl watakfiri, mpaka wao masufi walipoanza wao kutoa hukumu juu yake, wakamkufurisha na wakaanza mapambano na mapigano kwenda kumuua na kupigana naye. Kwa baadaye huko ndio Sheikh rahimahullahu ta'ala alipoingia vitani sasa, baada ya kuanza masufi wao kuanza kumkufurisha, na wao ndio walianza kwenda kutaka kuwaua, kumuua yeye na watu wake. La hawla wala quwwata illa billah. Kwa hiyo hili ni jambo liko wazi, lakini huyo kijana anaonekana ni mtu ambaye haelewi wala hafahamu uhalisia wa mambo namna ulivyokuwa. Nasallallahu tabaraka wa taala an yahdiyana wa iyyahu ila alhaqi wa yuthabbitana alayhi wa yumitana alayhi, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.